ni kweli, kuna mambo kwenye maisha yako unaanza kuona yanabadilika. Lakini ulichoota ni ndoto, na ile ndoto nilisema juzi mara kwanza, nirudie tena, na mimi kuna watu wa kweli. Mwanadamu ana mwili ambaye inaonekana, ila kama na ambaye ndio naona. Anayeongea sio mwili, ni yule ndani. Sema tena amen. Mtu ukisema amekufa, kinachokufa sio mwili. Ukaona siku moja na wanawake wakasema, kinachobeba mimba ni mwili, ni nafsi. Mtu akina mama, kinachobeba mwili mimba ni nafsi. Sema kwa sauti. Kisema mwili ni matokeo. Maiti inaweza kubeba mwili. Kwa nini? Kwa sababu nafsi inaondoka. Sema tena amen. Sema tena amen. Sasa adui anaondoa kilicho hai. Anapokea kisicho hai. Hapo unaamini kwamba urithi ndio Mungu alitaka uwe. Hapo kuna mtu anatumia sana huko na mwachie Mungu. Yeye Mungu sana kuachia wewe. Ndio kusema mwachie Mungu na kuachia wewe. Ukishtuka ndipo unabadilisha maisha. Maana kuna vitu vimeondolewa. Aliondoa mtoto aliye hai kifuani kwao, akaniwekea maiti. Aliondoa neema ya baraka, akaweka neema ya kutofanikiwa. Na hawezi kujua kama kumiliki kimeondolewa, mwili wako uko vile vile. Jana tulikuwa tunajifunza asubuhi, aliongea kwa sababu akasema Sauli aliambiwa ukikutana kwenye kaburi la Heli na kundi la mitume na manabii, utageuza kuwa mtu mwingine. Sema sana. Lakini yule mtu alikuwa akiangalia mtu mwingine, asigeuzwa. Mbona mimi ni yeye yule? Kumbe mtu wake wa ndani ndio Mungu alimgeuza. Sema tena amen. Ndio maana wokovu sio kitu cha nje. Wokovu ni tendo la imani. Linaingia ndani, linaanza kuleta mabadiliko kuanzia ndani. Mabadiliko yanaanza kutokea nje. Wakati jamani, tunasikiaga maumivu ya kichwa tunayaona. Tunasikia kichwa kinauma, ila hatuwezi kuona kichwa kinauma. Na mtu kiambia kinauma, anaweza kinauma. Maumivu yanatoka ndani. Sema tena amen. Hayo maumivu yako ndani. Kwa tunaongea kurejesha vitu vya ndani. Wanawake wengine mmeolewa. Baada ya kuolewa, mwanaume wa watu tu biashara tulikuwa tunaenda. Angalau kwa shika nyingine. Ulipoolewa naye tu kila kitu kimeharibika. Kila kitu. Yaani jaribu kufuga hiki kimekufa. Amefuga mbwa imekufa. Ameleta paka fukuze panya nani imekufa. Yaani hakuna kitu kinakaa. Sema tena amen. Sema Mungu nisaidie. Acha nipepo kidogo ukapanda rudi tena. Mwanamke yote anayeota anafanya mapenzi na mtu usingizi, akiolewa na mwanaume, huyo mwanaume hafanikiwa. Maana mapepo yanakuwa na wivu, yanaenda kuharibu hata maisha yako. Mama sasa mkuu yana kitu chochote tukifanya, naona kama akisogea, akisogea. Kumbe kuna kitu unapigana nacho.
Majini yana wivu kuliko wanadamu. Yanapiga maisha. Akili yako mimi itaacha kuwaza mke wako, inaanza kuwaza maisha. Yaani kuna Mungu alikuwaza maisha, bana mambo hayaendi. Unapozidi kuwaza maisha ndivyo huko. Mapepo unaachia nafasi ya kuingia. Maana kila kitu unachofanya unakuwa na mawazo. Ndio kutakuwa. Ndio maana watu wa Mungu wanaona tunakufa mapema. Mmoja amesema lazima wanaume sasa tuanzishe ni vikao vyetu tu tunaambiana. Nikikuta mjiweni kajifungia chombo ndio unatoka ule uchungu wote na uchungu ndio unaua, unakatisha maisha. Hebu tujipigie makofi kwa kina baba. Piga makofi kwa baba. Mwanaume pekee anaweza kumwoa mwanamke akiwa na mtoto na asinyanyase mtoto akawa na akamlea mpaka akawa. Wanaume pekee ndio tunaosomesha watoto wakipata kazi waanze kuimba nani kama mama. Pia ni makofi ya mama. Unakuta baba alisukuma toroli mpaka suruali ilipasuka ili mtoto asome. Baba anaenda anapanda kwenye majengo kama anaporomoka, kaangukia kiuno, anarudi nyumbani kama yuko ng'amri. Kumbe anamwambia ndani pana ili watoto wale. Nani kama mama? Nitatoka wimbo kwa siku ya baba ndio mtu pekee. Sema tena mimi. Baba anaenda kustrago bila kupata hela kula anakuwa na mama. Atafanya kazi hata yaibu ili watoto wale. Pigia ni makofi kwa wote. Wanawake unaweza kuwa na salama kwa sababu mwanaume yupo. Unasema hata singekuwa kwenye kestari. Kuna wanawake wanaenda kununua suruali za mitumba za wanaume. Anike tu pale watu wapite waone suruali basi kuna mtu. Unaandika masuruali ya kiume bado. Kumbe bacha. Kama weke heshima kwa watu. Wanaume hoya. Hapo kuna mwanaume mmoja ungekana karibu kwa mfano. Natamani ningezaliwa mwanamke, natamani kumwasha kofi. Wewe unaweza kubeba mimba? Kuna wanaume